Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tuelekee pia huko katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika ukanda wa Gaza ambao umekumbwa na mashambulizi kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Tangu mwaka 2023 hadi wakati huu ni mashambulizi yanayofanywa na Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, ambapo wakati huu inadaiwa kwamba Wapalestina 20 wameuawa wakisubiri misaada. Zaidi ya watu 20 wameuawa baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi dhidi ya mamia ya watu waliokuwa wakisubiri malori ya msaada wa chakula katikati mwa eneo la ukanda wa Gaza. Mamlaka ya ukanda wa Gaza zimearifu kuwa watu zaidi ya 20 walikuwa wakisubiri chakula wameuawa katika tukio la mapema siku ya Jumanne. Msemaji wa idara ya ulinzi wa raia katika ukanda huo, Mahmoud Basal, amesema watu wengine 150 wamejeruhiwa. Mmoja wa Palestina walikuwa wakisubiri misaada alijitambulisha kwa jina moja la Maha, amesema, nilikuja hapa kwa kuwa walisema kutakuwa na malori ya misaada. Kama unavyoona, sikuja peke yangu, nilikuja na watu wengine wote. Ninataka nikuambie, idadi ya wanawake hapa ni kubwa kuliko wanaume. Kwa nini wamekuja? Wamekuja tu kupata chochote kwa ajili ya kuwalisha watoto wao. Hakuna kingine cha ziada, anasema mama huyo. Maelfu ya Palestina wamekuwa wakikusanyika kila siku wakiwa na matumaini ya kupata chakula baada ya vita vya zaidi ya miezi 20, lakini wamekuwa wakilengwa na mashambulizi ya Israel. Umoja wa Mataifa hata hivyo umelaani mashambulizi haya ya Israel kwa kutumia njaa kama silaha. Kutokana na hali mbaya ya upatikanaji wa chakula kwenye ukanda huo, Umoja wa Mataifa umekosoa vikali Israel kwa kutumia njaa kama silaha na kwamba huo ni uhalifu wa kivita. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imelitaka jeshi la Israel liache kuwafyatulia risasi watu wanaojaribu kupata chakula. Taasisi hiyo ya kutoa misaada inayoungwa mkono na Marekani na Israel, Gaza Humanitarian Food Foundation, ilianza kugawa chakula katika ukanda wa Gaza kuanzia Mei 26 baada ya Israel kuzuia kabisa usambazaji wa chakula katika eneo hilo kwa zaidi ya miezi miwili na kuibua tahadhari ya njaa kali kwa watu wa ukanda wa Gaza. Mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa yamekataa kushirikiana na taasisi hiyo kutokana na wasiwasi kuwa imeundwa kwa maslahi ya jeshi la Israel. Katika hatua nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Israel Yair Lapid ametoa wito wa kusitishwa kwa vita vikali vya jeshi la nchi hiyo na wanamgambo wa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Amesema hayo kupitia ukurasa wake wa X muda mfupi baada ya Israel kutangaza kuwa imekubali kusitisha vita dhidi ya Iran. Hayo yanaendelea wakati ndugu wa mateka waliosalia Gaza wakishinikiza serikali yao iingie katika mazungumzo ya haraka yatakayowarejesha nyumbani jamaa zao na kumaliza vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu.